Mamlaka ya Kudhibiti na Kupambana na Dawa za Kulevya Zanzibar inaendelea kutekeleza majukumu yake ya kudhibiti na kupambana na uhalifu wa dawa za kulevya. Huu ni uhalifu mkubwa wa kupangwa. Kwa kuzingatia sheria za Zanzibar, sheria namba 8 ya mwaka 2021, sheria ya Mamlaka ya Kudhibiti na Kupambana na Dawa za Kulevya. Ndugu waandishi wa habari, mnamo tarehe 14 Aprili 2025, Mamlaka ya Kudhibiti na Kupambana na Dawa za Kulevya Kanda ya Pemba ilifanya operation maalum eneo la Jondeni, shehia ya Ngomeni, wilaya ya Mkoani, mkoa wa Kusini Pemba, na kufanikiwa kumkamata mtuhumiwa Haji Khamis Haji mwenye umri wa miaka 40 akiwa na dawa za kulevya aina ya heroin kete 700 ndani ya nyumba namba 157 inayomilikiwa na mtuhumiwa Muhammad Omar Ali, na yeye ana umri wa miaka 44, ambaye siku ya tukio alifanikiwa kutoroka na kuelekea kusikojulikana. Juhudi za kumtafuta mtuhumiwa huyo zinaendelea, na mara atakapokamatwa atafikishwa mahakamani kujibu tuhuma zinazomkabili. Ndugu waandishi wa habari, uchunguzi uliofanywa umebaini kuwa mtuhumiwa Haji Khamis Haji ni mfanyabiashara maarufu wa dawa za kulevya anayechukua dawa za kulevya kutoka kwa Muhammad Omar Ali kwa lengo la kuuza kwa mapusha na kusambaza kwa wafanyabiashara haramu wengine kwa maeneo mbalimbali kanda ya Pemba. Kupitia biashara hiyo haramu, mtuhumiwa Muhammad Omar Ali amefanikiwa kumiliki nyumba 4 zilizopo shehia ya Ngomeni, wilaya ya Mkoani, mkoa wa Kusini Pemba. Ndugu waandishi wa habari, kwa mantiki hiyo basi, mtuhumiwa Haji Khamis Haji atafikishwa mahakamani kujibu tuhuma zinazomkabili kwa mujibu wa sheria. Aidha, mtuhumiwa Muhammad Omar Ali ambaye amekimbia haki yake ya msingi, leo tarehe 14 Desemba 2025, kwa uwezo niliopewa chini ya sheria namba 8 sheria ya mwaka 2021 sheria za Zanzibar, na baada ya kuzingatia kifungu cha 73(1) cha sheria ya Mamlaka ya Kudhibiti na Kupambana na Dawa za Kulevya Zanzibar, na baada ya kuzingatia matakwa ya kifungu cha 71 cha sheria hiyo, nimetaifisha nyumba 4 za mtuhumiwa huyo zenye thamani ya Tanzania shillings 1,169,800,000 kuwa mali ya Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Ndugu waandishi wa habari, nyumba hizo ni hizi zifuatazo: A, nyumba namba 157 iliyopo Jondeni, shehia ya Ngomeni, wilaya ya Mkoani, mkoa wa Kusini Pemba, yenye thamani ya Tanzania shillings 1,15,400,000. B, nyumba namba 147 iliyopo Jondeni, shehia ya Ngomeni, wilaya ya Mkoani, mkoa wa Kusini Pemba, yenye thamani ya Tanzania shillings 1,71,900,000. C, nyumba namba 146 iliyopo Jondeni, shehia ya Ngomeni, wilaya ya Mkoani, mkoa wa Kusini Pemba, yenye thamani ya Tanzania shillings 1,45,200,000. D, nyumba namba 43 iliyopo Kihogoni, shehia ya Ngomeni, wilaya ya Mkoani, mkoa wa Kusini Pemba, yenye thamani ya Tanzania shillings 1,37,300,000. Jumla ya pesa zote hizo ni 1,169,800,000. Aidha, natamka wazi kuwa mtu yoyote ambaye hajaridhika na tamko hili anaweza kuiomba mahakama kufanya mapitio, na ombi lake linatakiwa kuwasilishwa mahakamani ndani ya siku 30 kutoka tarehe ya leo kama inavyoelekezwa katika kifungu cha 73(4) cha sheria namba 8 ya mwaka 2021 sheria za Zanzibar. Ndugu waandishi wa habari, Mamlaka ya Kudhibiti na Kupambana na Dawa za Kulevya Zanzibar inaendelea kuchukua hatua kali za kupambana na uhalifu huu mkubwa wa kupangwa wa dawa za kulevya, ikiwemo kutaifisha mali za wahalifu wakubwa wa dawa za kulevya zilizobainika kupatikana kutokana na chumo haramu la dawa za kulevya, ili kupunguza nguvu za wahalifu katika biashara ya dawa hizo.
Aidha, tusipochukua hatua kali, wahalifu watapata mwanya wa kutakatisha fedha haramu na kuhadaa jamii ili waonekane wao ni watu wema, kumbe ni wahujumu uchumi wa taifa letu. Hapa tunapeleka message kwamba uhalifu wa biashara haramu ya dawa za kulevya haulipi. Watafute biashara nyingine ya kufanya. Ndugu waandishi wa habari, kuanzia mwaka 23 hadi 25 tumeshataifisha mali za wafanyabiashara wakubwa wa dawa za kulevya, zikiwemo nyumba 15, beach villa 1, viwanja na mashamba 8, magari 7, pikipiki 2 na boti 3, zote zikiwa na thamani ya Tanzania shillings bilioni 17.4, zikiwemo nilizotaifisha hii leo. Hii inamaanisha kuwa mamlaka imejipanga vyema kwa kukabiliana na wafanyabiashara haramu wa dawa za kulevya. Hivyo wale wote wanaojihusisha na biashara hiyo waache mara moja na watafute kazi nyingine ya kufanya. Ndugu waandishi wa habari, naomba kutoa rai kuwa wananchi waendelee kushirikiana katika kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya kwa kutoa taarifa za wahalifu wa dawa za kulevya katika maeneo mbalimbali au maeneo wanayoishi kupitia simu namba 119. Hii ni simu ya bure na inapatikana katika masaa 24. Au wapige simu ya kamishna mkuu ambayo ni 0674 77 77 72. Taarifa zote zitapokelewa na kufanyiwa kazi kwa usiri mkubwa, na yule atakayefanikisha taarifa yake ikachakatwa ikatoa matunda, basi atapewa zawadi nono ili kufidia hicho alichokifanya. Ndugu waandishi wa habari, baada ya kusema hayo, tukishirikiana kwa pamoja, Zanzibar bila dawa za kulevya inawezekana ikiwa kila mmoja atatimiza wajibu wake. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Hivi karibuni tutatangaza utaifishaji wa mali zao. Hao ambao tumeshataifisha tayari bilioni 17.4, lakini wengine tunaendelea na process. Lakini unakuta kwamba papa mmoja anaweza akamiliki mapusha labda 20. Mapusha na wao wanaweza wakawa na syndicate ya watu labda 50 au 100. Kwa hiyo tuking'oa huyu papa, tutakuwa kwa kweli tumetekeleza wajibu mkubwa wa kupambana na dawa za kulevya. Kwa sababu sasa hivi mamlaka ninayoiongoza chini yangu, sasa hivi tunakwenda kudili na mapapa. Ndio maana akasema wajihadhari kwamba list yote tunayo, na sisi hatukurupuki, hatumuonei mtu. Tunafanya uchunguzi, tunachakata taarifa, baadaye sasa ndo tunakuja na maamuzi magumu kama haya tunayoyafanya.